Moja ya jina ambalo linapewa kipaumbele kikubwa ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports baada ya kutangaza kuwa wanahitaji kocha mpya ambaye atakiongoza kikosi hicho. Jina la Amin El Karma pia ni miongoni mwa jina ambalo linagonga vichwa mabosi wa klabu ya Simba Sports. Mimi kazi yangu ni kukuletea CV pamoja na historia ili wewe mtazamaji wetu wa Nile TV na mdau wa soka ujue uzoefu pamoja na historia ya kocha huyu Amin El Karma. Jina kamili ni Amin El Karma, pia huonekana kama Amin El Karma kwenye baadhi ya mitandao. Umri karibu miaka 39. Alizaliwa tarehe 8 Aprili ya mwaka 1986. Uraia ni Morocco. Amin El Karma ni kocha wa soka wa kitaalamu kutoka Morocco ambaye amekuwa akiongoza timu katika ligi ya soka ya Morocco Batola Pro, na pia ameibuka kuwa kocha mwenye mafanikio kuliko wengi wengine wa kizazi chake nchini humo. Uzoefu wa kufundisha pamoja na historia ya kazi. 1. Renaissance Sportive de Berkane, RS Berkane ya Morocco. Alihifadhi nafasi ya kocha mkuu wa timu ya kwanza tangu Novemba 2022 hadi Februari 2024, na RS Berkane ilipata mafanikio makubwa ikiwamo kushinda kombe la Tron, Coupe du Tron ambayo ni moja ya mataji makuu nchini Morocco. 2. Olympic Club de Saf OCS Morocco. Alijiunga kama kocha mkuu Julai 2024. Katika kipindi chake aliletea mataji klabu hiyo. Alisababisha timu kushinda Coupe de Tron kwa mara ya kwanza katika historia ya klabu ya miaka 104. Hata hivyo, baadaye aliondoka na walikubaliana kuachana na klabu hiyo kirafiki mwaka 2025 Oktoba hapo juzi. Kwa ujumla, kama kocha mkuu Amin El Karma amejenga rekodi nzuri ya ushindani na timu alizoziongoza akitumia mfumo wa 4-2-3-1 na akibakia kocha anayefanya vizuri kwa viwango vya ligi ya Morocco. Uzoefu wa soka barani Afrika. Ingawa kazi yake kuu imetokana na ligi ya Morocco ambayo ni mojawapo ya ligi zinazoheshimika barani Afrika, uzoefu wake unachukuliwa kama mzito na wa thamani kwa timu zinazojiandaa kushindana katika mashindano ya CAF kwa sababu ameshindwa kupata mafanikio ya kimchezo na mataji ya vikombe. Kwa maana hii, sifa za kufundisha nchini Morocco, kazi ya kuzipa timu mafanikio na uzoefu wa kushindana katika mashindano ya ndani na ya kimataifa ni sababu zinazomfanya awe mgombea wa kuvutia wa klabu ya Simba Sports na klabu nyingine barani Afrika. Amin El Karma na Simba Sports Club. Katika mchakato wa kutafuta kocha mpya wa Simba Sports, jina la Amin El Karma limeonekana miongoni mwa makocha waliounganishwa na uongozi wa Simba kwa nafasi ya kocha mkuu, pamoja na majina mengine ya makocha waliokuwa wakifanyiwa uchunguzi ama majadiliano. Hii inaonyesha kwamba Simba Sports imekuwa ikipokea maombi na majina ya makocha mbalimbali na jina lake limejulikana kuwa mojawapo ya wanaosemekana kuwa wana uzoefu wa soka la kutosha barani Afrika. Kocha wa soka aliye na uzoefu wa kusimamia timu kuu nchini Morocco. Hiyo ndio sifa yake. Amewahi kushinda mataji ya vikombe na timu alizokuwa akiziongoza. Amejenga rekodi nzuri ya mafanikio kama kocha mkuu. Jina lake limeonekana kama jina ambalo ni mojawapo la kugombea nafasi ya kocha mkuu ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports katika mchakato wa kusaka kocha mwenye ubobezi barani Afrika. Kama Amin El Karma atapewa nafasi ya kuwa kocha mkuu wa Simba Sports, tunaweza kufanya tathmini kwa kuangalia vipengele kadhaa: uzoefu wake, mbinu zake za kimaandalizi, rekodi ya mafanikio na jinsi anavyoweza kuendana na soka la Tanzania na ligi ya Afrika Mashariki. Uzoefu na mafanikio. Amin El Karma amejenga rekodi nzuri nchini Morocco, kushinda mataji ya Coupe de Tron na kuendesha timu za ligi kuu. Ana uzoefu wa kudhibiti timu kubwa na shinikizo la ushindani wa kila mechi. Ana ujuzi wa kiufundi na kiushirikiano wa timu. Hii ni alama chanya kubwa kwa Simba Sports inayolenga kushindana kikali katika ligi kuu ya Tanzania bara na mashindano ya CAF. Katika ligi kuu ya Tanzania bara pamoja na mashindano ya CAF. Anafahamu mfumo wa kisasa
wa 4231, mfumo unaokubalika barani Afrika kwa ulinzi na mashambulizi. Anafahamu jinsi ya kufanya tactic zinazolinda rekodi nzuri ya ushindi na kutengeneza mashambulizi yenye ufanisi. Timu za Simba zinaweza kufaidika na mtindo wake wa kisasa na ulinganifu wa kiufundi. Morocco ni ligi yenye mashindano yenye ushindani wa hali ya juu, lakini soka la Tanzania lina tofauti za kiutamaduni, hali ya viwanja na mashabiki wenye shinikizo kubwa. Atahitaji kurekebisha mbinu zake kulingana na wachezaji waliopo Simba Sport na aina ya ligi ya Tanzania. Ana uwezo wa kujifunza haraka na kubadilika, lakini hatua ya awali inaweza kuwa changamoto kwake. Uwezekano wa mafanikio. Ikiwa atapata muda wa kutosha kufanya pre-season na kupanga timu, uwezekano wa kuboresha ulinganifu wa timu, kuleta mbinu za ushindi, kushiriki vyema kwenye mashindano ya CAF ni mkubwa sana. Hata hivyo, matokeo ya mara moja yanaweza kutegemea adaptation ya wachezaji na mfumo wa ligi kuu ya Tanzania. Ikiwa Simba Sport itamuunga mkono kikamilifu, atakuwa chaguo zuri sana. Ana uzoefu wa kuleta mafanikio haraka na kuboresha timu kiutendaji, huku akionyesha adaptability nzuri katika mashindano ya Afrika. Naam, hiyo ndio CV yake pamoja na historia yake huyu kocha Elly Karma. Endelea kutufuatilia mtazamaji wetu wa Nel TV, pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Niliyekuandalia kusomea taarifa hii ni mimi Lizzy wa Sport. Hadi wakati mwingine, bye bye na uwe na wakati mwema. Endelea kutufuatilia sisi Nel TV, cha muhimu wewe ni kusubscribe channel yetu. Hadi wakati mwingine, kwa heri.